Kwa majina naitwa Hafsa Mikidadi, nafanya kazi na shirika la Rikolto. Rikolto ni shirika lisilo la kiserikali lenye zaidi ya miaka 50 Tanzania, linalofanya shughuli za kimaendeleo. Rikolto inafanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo, lakini kwa Nane tumekuwa tukishiriki miaka mingi, lakini kwa mwaka huu tumekuja kuonyesha mbinu za kilimo endelevu, lakini pia na teknolojia bunifu ambazo tunaweza tumie katika maeneo yetu. Sambamba na hilo, tuna wadau mbalimbali na vijana mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi na Rikolto na wamekuwa wakifanya kazi katika miradi mbalimbali ya Rikolto inayosapoti vijana katika shughuli za maendeleo. Kwa mwaka huu tumejaribu kuonyesha namna bora ya kilimo ambayo tunaweza tukafanya kwa kuzingatia mbinu bora za kilimo, lakini pia na utunzaji wa mazingira. Rikolto imekuwa ikipata ufadhili kutoka kwenye mashirika mbalimbali na wadau mbalimbali wa maendeleo, ikiwemo serikali ya Ubelgiji ambao ndo wafadhili wakubwa wa Rikolto, lakini pia AGRA ambao wanasapoti shughuli za vijana, lakini pia tumekuwa tukipata ufadhili kutoka Department ya maendeleo ya Marekani ikiwa inafadhili miradi ya mazingira na mbinu endelevu za kilimo. Kwa majina naitwa Clement Paul Mwakajoka, ni mhasibu wa kampuni ya Kilawa Enterprise iliyoko Mbeya Uyole. Tunaojihusisha na biashara ya pembejeo za kilimo kwa maana ya mbolea na madawa, lakini pia tunajihusisha na biashara ya mazao kwa maana ya mahindi, soya na mazao mengine, lakini pia tunafanya biashara ya viazi mviringo, lakini kikubwa zaidi tunafanya biashara ya mchele kwa sababu sisi tuna mashine ambayo imeboreshwa na inachakata mchele wenye viwango vya juu, na hata ukiangalia leo kwenye banda la Nane hapa tuna mchele super kabisa, na hata kwa wale ambao wako Dodoma pia tuna mchele mzuri zaidi ambao tumeupeleka kule kwenye maonyesho ya Nane. Lakini leo tupo kwenye banda hili la Rikolto ni kwa sababu ya mradi wa Growing Together ambao unasimamiwa na watu wa IDH. Tuko hapa ni kwa sababu ya kuja kutangaza biashara zetu, lakini pia tumekuja kwa ajili ya kutafuta wateja wapya kwa lengo la kuendelea kuitanua biashara yetu. Kupitia mradi wa Growing Together, huu mradi umetusaidia sana kuweza kuongeza database za wakulima ambao kwa sasa wanaotuhudumia sisi kama Kilawa, wanatupatia mizigo kwa maana yanatupatia hiyo mipunga kutoka maeneo ambayo tunaendesha huu mradi. Kwa majina naitwa Emmanuel M. Alon, ni marketing manager kutoka kampuni ya Mlungu Agri Solution ambayo inajishughulisha na uchakataji na usindikaji wa vitu vifuatavyo. Moja, tuna unga wa ugali ambao ni sembe. Mbili, tuna mafuta ya kula ya alizeti. Tatu, tuna unga wa lishe. Kampuni hii kabla haijaanza, ambaye mkurugenzi wake mwanzo hawa wa Rikolto alinufaika nao kwa sababu kipindi hicho walikuwa wanatafuta vijana ambao wanajishughulisha na masuala ya ulimaji wa mboga na matunda kupitia programu ya Food Product Generation Accelerator, ambapo mchakato huo ulikuwa ni wa usaili, na katika mkoa wetu wa Songwe yeye ndiye aliyeibuka kuwa mshindi. Hivyo Rikolto walimsaidia kumpatia guta pamoja na pikipiki kwa ajili ya kusupply hizo mboga na matunda, na kupitia huo mradi ndo ilikuja ikapelekea wazo la kuanzisha Mlungu Agri Solution ambayo nimesema inajishughulisha na vitu tajwa hapo mwanzo, na kupitia Rikolto tumekuwa wanufaika kwa vitu tofauti. Moja, wametusaidia katika kutuwezesha kwenye issue la financing. Mbili, kwenye issue ya marketing. Tatu, kwenye issue ya management. Alafu pia wamekuwa pia wakituconnect, wakitulinki na wadau wetu wakuu. Kwa majina naitwa Adam Godfrey, ni meneja wa chama cha ushirika wa kilimo na masoko Madibira. Chama hiki kina wanachama zaidi ya 3253. Wanachama hao wanajishughulisha na kilimo cha mpunga katika shamba la umwagiliaji skimu ya Madibira. Shamba hili limekuwa ni chachu ya maendeleo katika kata ya Madibira, lakini wilaya ya Mbarali na mkoa wa Mbeya, kwa sababu wakulima wengi wanapata chakula, lakini pia wanalima kwa ajili ya biashara. Na kutokana na kauli mbiu ya sasa kwamba kilimo ni biashara, wakulima wetu wamekuwa wakulima wazuri sana wa kilimo cha mpunga, na kuna ongezeko kubwa sana la uzalishaji. Kipindi cha nyuma, kipindi wanapewa shamba hili linakabidhiwa kwa wakulima wadogo wa Madibira, kulikuwa wanavuna tani 3 hadi tani 5 za mpunga,
Kwa sasa hivi wakulima wanavuna tani 9 hadi tani 12. Kwa majina naitwa Simon Karawa, ni meneja mauzo wa kampuni ya Simsola kwa Mbeya na Songwe. Simsola ni kampuni ambayo inahusika na uuzaji, ufungaji wa mifumo mbalimbali ambayo inatumia sola. Tuna mifumo ya mashine za uchakataji wa chakula cha binadamu na mifugo. Nikizungumzia chakula cha binadamu na mifugo, tuna mashine za kukoboa mahindi na mpunga, tuna mashine ya kusaga unga wa mahindi, tuna mashine ya kupukuchua mahindi, tuna mashine ya kuchakata majani ya mifugo nikimaanisha chaff cutter. Nikirudi katika mifumo ya umwagiliaji, tuna mifumo mbalimbali. Tuna pampu za mito na pampu za visima ambazo zote zinatumia sola. Kupitia hii mifumo yetu tumekuwa na ushirikiano na Rikoto kupitia mradi wa Agistic ambao tumeweza kuwafikia wakulima wengi sana, ambapo wamenufaika kupitia huu mradi kwa kupata subsidy ya 35% hadi 50%. Kwa mkoa wa Mbeya na Songwe ni takribani wakulima zaidi ya 100 ambao tumewafikia wamenufaika na huo mradi, ambapo imekuwa vizuri kwa sababu sifa mojawapo ya hii mifumo ni kwamba inawarahisishia namna ya utumiaji, pia inaondoa gharama za uendeshaji nikimaanisha kwamba wanaacha kutumia mafuta au umeme, pia inaongeza kipato kwa sababu kwa kutumia mifumo ya sola ambayo inaleta maji wakati wote, mkulima anaweza kaongeza ekari. Kama alikuwa analima ekari moja anaweza kajiongezea ekari 2, ekari 3 na kujiongezea kipato zaidi. Kwa majina naitwa Shukuru Tweve, ni mfanyakazi wa Rikoto na nafanya kazi kama mratibu wa miradi nyanda za juu kusini. Tunashukuru tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao tumeshiriki maonyesho haya ya 88 kwenye uwanja wa Mwakangale, na Rikoto tumekuja kwa ajili ya kuweza kuonesha vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya, nikimaanisha miradi mbalimbali ambayo tunafanya, namna gani tunawanufaisha wakulima lakini pia wajasiriamali. Sasa kama ambavyo unaona kuna wajasiriamali na makampuni mbalimbali ambayo yanaonesha bidhaa ambazo wanazizalisha na namna gani tumeweza kuwasupport na hata kufikia hii level ambao wako nayo. Lakini upande mwingine kama unavyoona tuna teknolojia mbalimbali za kilimo, hususani upande wa miradi ya mboga mboga na matunda. Unaona ni kwa namna gani tunaonesha hizo teknolojia namna ambavyo ziko ufanisi kwa ajili ya uzalishaji. Lakini kama unavyoona pia kuna wadau wengine, watu wa huduma wako hapa kwa ajili ya kuonesha kwamba ni huduma gani ambazo wanatoa. Kwa hiyo kwa pamoja tunataka kuona kwamba au tunataka kuonesha kwamba kila kitu kinawezekana upande wa wakulima. Kwa hiyo waweze kujua kwamba upande wa huduma zinapatikana, upande wa masoko yanapatikana. Wito wangu ni kwa wakulima lakini pia wajasiriamali wengine, nadhani wote wamekuwa mashahidi kuweza kuona nini ambacho kinafanyika hapa. Kwa hiyo niombe kwamba waweze kuchukua mawasiliano ya wadau wote ambao wamekuwepo hapa ili kuweza kuunganishana. Na kama unaangalia hapa mnyororo mzima wa thamani wa mazao umeweza kukamilika. Na sisi kwa upande wa Rikoto tunashukuru wadau, lakini pia zaidi tunashukuru wafadhili ambao wamekuwa wanafadhili miradi yetu. Kwa mfano tunashukuru serikali ya Uingereza kupitia wenzetu wa REDA, lakini pia tunashukuru wenzetu wa NORAD kupitia IDH kwa ufadhili wao ambao wameweza kutoa kwa ajili ya kufanisha haya yote ambayo tunayafanya. Lakini kuna serikali ya Ubelgiji imekuwa inafadhili kwa muda mrefu miradi mbalimbali ambayo tunatekeleza, lakini pia European Union, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya wamejitahidi sana kuweza kufadhili miradi mbalimbali ambayo Rikoto tunatekeleza. Naitwa Tamasha Juma, natokea shirika la Team-Up ambao tunatekeleza mradi ambao unaitwa Nature Fund. Unashughulika na vikundi vya kuweka na kukopeshana na wanapewa ruzuku kwa masharti ya shughuli za utunzaji wa mazingira. Shirika linatoa ruzuku kwa vikundi, vikundi vinatoa mkopo kwa wanavikundi. Mikopo hiyo inawasaidia kujipatia kipato pamoja na kufanya shughuli zao za mazingira.